Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri kutoka katika shirikisho linalosimamia mpira wa miguu duniani FIFA, ambapo wameweza kuifungia klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuweza kufanya usajili kwa msimu wa mwaka 2026-27, ambapo kwa mujibu wa taarifa ni kwamba klabu ya soka ya Yanga wamefungiwa kuanzia ile tarehe 6 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, ambapo kwa mujibu wa taarifa ameweza kuripotiwa ni kwamba klabu ya soka ya Yanga kuna madeni ambayo wanadaiwa na baadhi ya wachezaji ambao kwa upande mwingine waliweza kuvunjiwa mikataba na klabu ya soka ya Yanga. Kwa hiyo moja kwa moja walikwenda kushtaki katika shirikisho linalosimamia mpira wa miguu duniani FIFA. Kwa hiyo kwa mujibu wa adhabu ni kwamba klabu ya soka Yanga kwa sasa haitoruhusiwa kufanya usajili wowote ule mpaka pale ambapo watakapokamilisha kulipa zile fedha za usajili na madeni ambayo wanadaiwa na wachezaji mbalimbali. Na kwa mujibu wa taarifa ni kwamba klabu ya soka Yanga haitoruhusiwa kufanya usajili kwa kipindi cha miaka 3 mpaka pale ambapo watalipa madeni ambayo wanadaiwa. Kwa hiyo kwa wachezaji ambao wameweza kusajiliwa ndani ya klabu ya soka Yanga, wakiwamo mchezaji kama Albert Kagwanda raia wa Zambia, nyota anaofahamika kwa jina la Peter Shauri raia wa Namibia, Hussein Zakwan raia wa Kongo, Cheki Bemture raia wa Senegali, Mohamed Musa raia wa Tanzania, Eric Mwijiage raia wa Tanzania, Hussein Miambo raia wa Tanzania, Suleiman Mbaruku raia wa Tanzania, Fred Ngoma raia wa Jamhuri ya Kongo, Faruku Komara raia wa Ivory Coast, bila kumsahau Juma Abushiri ni Chuga Boy kutokea hapa nchini Tanzania, na Abdul Nasir Gamal, huyu ni beki ambaye anatokea katika nchi ya Tanzania. Basi wachezaji hawa moja kwa moja mpaka sasa watashindwa kuingizwa katika ule mfumo wa wachezaji ambao moja kwa moja watakwenda kuitumikia klabu ya soka ya Yanga kuelekea msimu mpya, mpaka pale ambapo wataweza kukamilisha madeni ambayo wanadaiwa. Kwa hiyo wachezaji wao watashindwa kuingia katika system. Kwa hiyo Yanga wanachotakiwa kufanya kwa sasa ni kuweza kulipa yale madeni ambayo yanawakabili, na mara baada ya kukamilisha zoezi la kulipa madeni hayo, basi moja kwa moja kupitia shirikisho linalosimamia mpira wa miguu duniani FIFA, moja kwa moja litakwenda kuifungulia klabu ya soka Yanga kuweza kuwasajili wachezaji hao katika mfumo ambao moja kwa moja utaweza kutambulika miongoni mwa wachezaji ambao watakwenda kuitumikia klabu ya soka ya Simba Sports Club. Si klabu tu ya soka Yanga ambayo imefungiwa, bali kuna klabu ya soka ya US Monastir ya nchini Tunisia, nao ni miongoni mwa klabu ambayo imefungiwa kufanya usajili, bila kusahau Dhahra ya nchini Libya nao pia imefungiwa kufanya usajili. Chipa United ya nchini Afrika Kusini nao pia wamefungiwa kufanya usajili. MB Rostats ya nchini Algeria nao pia wamefungiwa kufanya usajili, bila kusahau Al Nawr ya nchini Libya nao pia ni miongoni mwa vilabu ambavyo vimefungiwa kufanya usajili. Kwa hiyo kwa upande mwingine klabu ya soka ya Yanga wanachotakiwa kufanya ni kuweza kulipa lile deni ambalo wanadaiwa na wachezaji mbalimbali, na mara baada ya hapo FIFA moja kwa moja wataweza kuifungulia klabu ya soka Yanga kuweza kuwasajili wachezaji ili waweze kutumika katika michuano mikubwa ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo inatarajia kuanza kutimua vumbi mwezi Septemba. Vile vile wachezaji ambao watakwenda kutumika katika ligi kuu ya NBC, kwa sababu kufungiwa kwa Yanga na FIFA, hata shirikisho linalosimamia mpira wa miguu nchini Tanzania TFF litashindwa kuwasajili wachezaji ili waweze kuitumikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club kuelekea msimu mpya wa mashindano wa mwaka 2026-27. Kwa hiyo Yanga wanachotakiwa kufanya ni kulipa deni, kwa sababu kwa upande mwingine ligi inaanza kutimua vumbi tarehe 14 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa Yanga wanatakiwa wafanye haraka kuweza kulipa deni hili ili kuweza kuwasajili wachezaji ambao wameweza
kuwasajili katika system ili uweze kutambulika kama wachezaji ambao watakwenda kutumikia klabu ya soka ya Yanga kuelekea msimu mpya wa mashindano 26-27.